Bwana asifiwe sana. Tunapata Kristo. Nikitumai kwamba Mungu amekulinda na amekuhifadhi na amekuwa mwaminifu katika maisha yako. Kwa majina yangu naitwa Apostle Collins. Na nimekuwa katika sehemu hii nikiwa nakuombea sana na nikiwa naita Mungu sana kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo mahali popote ulipo na kukaribisha katika program hii. Naamini ya kwamba kuna mtu unakwenda kubarikiwa na unaenda kuona utukufu wa Mungu juu ya maisha yako siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kama vile unavyoona hapa ndio pale mahali ambapo huwa panaitwa Gorilla, mahali pa maombi, mahali ambapo huwa tunaita Mungu hapa na anatenda mambo makubwa. Nikaamua nikuje live niongee na wewe hapa nikiwa mahali hapa, maana nimejua ya kwamba kuna mtu ambaye Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako, Mungu anakwenda kukupigania na hakika maisha yako haitabaki kwa vile tena. Kwa hivyo kabla nianze program hii ama kabla nikuje kwako, nataka tuweze kuomba na neema ya Bwana ikatoshe juu ya maisha yako. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu mwenye uwezo, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Asante kwa mtazamaji wangu anayetazama siku hii ya leo. Baba, naomba ukapate kuingilia kati na ukabariki maisha yake na ukaonekane katika maisha yake kwa kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu tumeomba na kuamini. Amen. Basi kama vile tumeomba, nataka sasa nikaweze kukuletea neno la Mungu jioni ya leo, na nimejua kwamba unaenda kubarikiwa mtazamaji wangu. Nataka nikuhakikishia kwamba hiyo shida unayopitia, hiyo challenge ama hiyo mapito, hayo mapito unayopitia siku ya leo, Mungu anaweza akakuondoa utakapomwamini tu. Yesu akasema kwamba mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Kwa hivyo jioni ya leo nimekuletea ujumbe huu, nimekuletea taarifa njema ya kwamba unaweza ukatoka katika hiyo hali, unaweza ukatoka katika hiyo challenge, katika hiyo vita ambayo unapigia utakapomwamini Mungu na kumnyenyekea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie milele. Sasa nataka nisome maandiko hapa kidogo ambayo inakwenda kutubariki na inakwenda kuleta ushindi mkubwa katika maisha yako. Nami najua ya kwamba Mungu anaenda kukubariki na Mungu anaenda kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Mwanzo 13, nasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 13 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko inasema hivi. Mstari wa kwanza inasema hivi. Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Mstari wa pili, naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Mstari wa tatu, akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Mstari wa nne, napo ndipo palikuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, naye Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Haraka tungoje hapo kidogo. Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Abrahamu alielewa kitu kimoja, ya kwamba kila mara alipotaka kushusha uwepo wa Mwenyezi Mungu, kila mara alipotaka kushusha neema ya Mungu ama ile presence of God, alijenga kitu ambacho kiliitwa madhabahu. Maandiko yanasema kwamba Abrahamu akajenga madhabahu, akamjengea Mungu madhabahu na akaliita jina la Bwana mahali pale. Leo nataka niongee na mtu ambaye labda huenda kuna mtu ambaye alijenga madhabahu ambayo iliongea kinyume na maisha yako. Labda kuna mtu ambaye alijenga madhabahu ambayo ilileta vita na kisirani juu ya maisha yako. Labda kuna madhabahu ilijengwa. Kuna familia zingi unakuta kwamba kuna madhabahu ya ulevi, kuna madhabahu ya uwizi, kuna madhabahu ya magonjwa yamejengwa juu yao. Sasa leo huenda kuna madhabahu ambayo yanaongea kinyume na maisha yako, na nimekuja nikutangazie, nikwambie katika jina la Yesu Kristo, kama vile Abrahamu alijenga madhabahu, kama vile Abrahamu alijenga madhabahu akaliita jina la Bwana mahali pale, leo nimekuja nikapate kuongea na mtu. Leo nimekuja nikazungumza na maisha yako, ya kwamba ninapokuwa mahali hapa na kukuombea kwa kufunga na kuomba, unajua kuna madhabahu fulani ambayo wapendwa yanahitaji kufunga na kuomba ndiposa unaweza ukayavunja. Kuna madhabahu fulani ambayo yanahitaji ufunge na uombe na ujue kila ambacho unafanya, ndipo unaweza ukashinda vile vita, ndipo unaweza kutoka katika yale ambayo yalifunga maisha yako. Watu wengine unakuta kwamba kama sio maombi, kama sio kufunga na kufanya mambo kama yale, unakuta kwamba hakuna mahali maisha yako yange. Daudi anasema hivi ya kwamba nayainua macho yangu nitazame milimani, maana huko ndiko kunatoka uzima.
Msaada wetu unatoka katika milima, na milima yale kuyapanda katika spiritual realm ni kupitia katika maombi. Unapokuwa mtu ambaye unaelewa kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu, hapo ndipo utakuta ya kwamba kuna mambo yatakayowezekana katika maisha yako. Jioni leo nataka niongee na mtu ambaye uko mahali pale, lakini kuna jambo ambalo limekwama, limekusumbua katika maisha yako. Kuna mambo ambayo umejaribu kupigana nayo imeshindikana. Kuna mambo umejaribu kupigana nayo imekataa. Kila mara unapojaribu kutoka unaregeshwa pale pale. Nimekuja nikutangazia katika jina la Yesu Kristo, unaweza ukaondoka katika hiyo. Mungu anaenda kufanya njia. Mungu anaenda kufungua njia. Mahali ambapo hapana njia, atakufanyia njia katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Maandiko inasemaje? Inasema ya kwamba mstari wa kwanza imetuambia vizuri ya kwamba Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye, mpaka kusini. Alipanda kutoka Misri. Why? Kwa sababu Misri ni mahali ambapo palijaa mateso, palijaa mapito magumu, palijaa machungu fulani. Hasa akaamua kuondoka Misri, maana Mungu aliongea naye. Wakati Mungu huwa anaongea na wewe, huwa anakusudi. Kuna mahali Mungu utaka kukuondoa, akupeleke mahali kwingine, akupeleke sehemu nyingine ambapo utakutana baraka zako. Kama Abrahamu angekatalia kwao, angeendelea kukaa pale, basi kuna baraka ambazo hazingefika katika maisha yake. Kuna baraka ambazo hangeweza kuziona katika maisha yake. Jioni leo nimekuja nikutangazia kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni mapito mangapi, haijalishi ni njia gani iliyofungwa maishani mwako, haijalishi ni maneno magani yaliyosemwa kinyume na maisha yako, haijalishi ni mambo gani hayo yaliyonenwa, lakini kila nataka nikuambie ni kwamba Yesu Kristo anaweza, na anaweza kakupigania, anaweza akakuondolea hiyo maroho na hiyo huzuni na hiyo kisirani katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Inasema ya kwamba Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo na fedha na kwa dhahabu. Abraham was a rich man. Alikuwa ni tajiri sana, alitajirika sana. Unajua wakati Yesu Kristo anapoingia ndani ya maisha yako, ile roho ya umaskini, unajua, let me tell you one thing, umaskini huwa ni roho na utajiri vile vile ni roho. Na kuna watu ambaye unakuta kwamba ile roho ya umaskini imetawala maisha yake, imemtawala in such a way that hakuna chochote kizuri cha kiutajiri ambayo inaweza, hata ikikuja huwa inapita, inaribika. Why? Because that person ana ile spirit, ana ile roho ya kutajirika. Maana utajiri ni roho kama zile roho zingine, na umaskini vile vile ni roho kama zile zingine. Ndio unaona mtu tajiri, hata ukamnyang'anya milioni moja leo, kesho utamuona ameinuka tena, because yule mtu ako na ile roho ya ule utajiri. Lakini mtu maskini, hata ukampa milioni moja leo, kesho atakuwa hana kitu, kwa sababu ile roho inayotembea ndani yake ndio inayomtawala. Leo nakuombea kwa jina la Yesu Kristo, wacha ukatawaliwe na Roho Mtakatifu wa Mungu. Wacha Roho wa Mungu akutawale. Chochote kile ambacho unahitaji maishani mwako, ukipokea katika jina la Yesu Kristo, milango yako ikapate kufunguka, kazi zako zikapate kufunguka, chochote kile unachokifanya kikapate kufunguka kwa jina la Yesu Kristo. Alikuwa tajiri Abrahamu. Alikuwa ni tajiri kwa vitu kadha wa kadha. Alikuwa ni mtu mwenye mali. Alikuwa ni mtu ambaye ameinuliwa na Mungu. Leo nakuombea Mungu akapate kukuinua. Nikiwa mahali hapa, nikiwa katika haya maeneo, ninakuombea Mungu akapate kukuinua, Mungu akapate kukutendea. Kabla nizame katika maombi tena, nataka niombe na watu wachache. Ndio maana ninapokuja hapa, kuna namba nimekuwekea hapo. Nataka tu uongee na mimi katika hiyo namba, uniandikie message yako katika hiyo namba, unitumanie WhatsApp yako katika hiyo namba, ili nikapate kuzungumza nawe. Na hakika maisha yako haitabaki kwa vile tena. Mungu wa mbinguni atakubariki na atakuinua na atakutenda mambo makuu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Maandiki nasema ya kwamba, maandiki nasema hivi, mstari wa 3 inasema hivi: akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza, kati ya Betheli na Ai. Mstari wa 4 inasemaje? Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, naye Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Hapo ndipo palikuwa na madhabahu ambayo alikuwa ameifanya hapo awali, na hapo ndipo Abrahamu aliita jina la Bwana mahali pale.
Leo hii nimekuja mahali hapa katika jina la Yesu Kristo nizungumze na mtu, nikwambie kuna uwezekano ukatoka katika hiyo challenge. There is a way, kuna mlango ambao Bwana anaenda kufanya, na maisha yako haitabaki kwa vile tena, historia yako haitabaki kwa vile tena. Akiingilia kati ya maisha yako, akiingilia kati ya shida zako, utakuta kwamba kuna njia itakayofanyika na unaweza ukatoka hapo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kwa dakika hizi 15 kuna watu ambao nataka niombe na wao. Kuna watu kadha wa kadha nataka niombe na wao. Kwa dakika zile ambazo niko hapa, kuna watu ambao nataka niombe na wao. Nataka nivunje hiyo madhabahu. Nataka niondoe hiyo kisirani ambayo iko juu ya maisha yako. Nataka tuweze kukemea hiyo roho. Watu wa kwenu, watu walipitia mateso, watu walipitia uchungu, watu walipitia kukataliwa. Leo hii unakuta kwamba the same spirit inafanya kazi katika moyo wako ama katika maisha yako. Nimekuja nikutangazie kwa jina la Yesu Kristo, yuko Mungu mbinguni ambaye atafanya njia mahali ambapo hapana njia. Wacha nikuambie ukweli. Mungu leo atakufanyia njia na utatoka na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Unajua wakati mwingine kuna mambo unaweza ukapitia, kuna vitu fulani ambavyo unaweza ukapitia, kuna maeneo fulani unaweza ukapitia, ukaona ya kwamba ni kama maisha imefika mwisho. Wacha nikwambie leo, bado haijafika mwisho. Kuna mlango ambao Mungu anaweza akafungua. Kuna njia ambayo Mungu anaweza akafungua na ukakuta mambo yako yakabadilika kabisa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu wetu aliye juu mbinguni. Leo hii sijui ni shida gani hiyo ambao unaonaga uwezi ukatoka hapo. Sijui ni matatizo gani hiyo ambao unaonaga uwezi ukavuka hapo. Leo nataka nikuvushe ng'ambo ile nyingine. Nataka nikuvushe kwenye baraka zako. Nataka nikuvushe kwenye ushindi wako. Nataka nikuvushe kwenye blessings zako kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kila mara unapokuwa katika maombi, kila mara unapoita jina la Yesu Kristo, unajua maandiki nasema hivi, Yesu akamwambia kwamba mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Wakati mwingine lazima ufunge, lazima ujinyime, ili unapokwenda kutafuta uso wa Mungu uhakikisha kwamba kuna vile ambavyo umejinyima, kuna vile ambavyo mimi nakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu akufanikishe. Wacha Mungu akupatie ushindi. Wacha Mungu akupatie breakthrough katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Na hali popote ulishindwa, kuanzia leo nataka kukuombea, Bwana atakufanyia njia. Ndio maana nataka uniandikie message katika hiyo namba nimekuwekea hapo chini. Hiyo namba ni namba ya kuniandikia message yako, kuongea nayo na mimi, unizungumzie, nikapate kukuombea na maisha yako haitabaki kwa vile tena. Napomalizia, nataka niombe na watu kadhaa. Kuna mtu wako hapo nyumbani ni mgonjwa. Kuna mtu uko hapo nyumbani unapata shida. Kuna mtu uko na mtu mgonjwa hata kama si wewe. Kuna mtu kila aina ya shida. Nataka niombe na wewe jioni ya leo. Na naamini ya kwamba Bwana anakwenda kuleta suluhisho na uponyaji juu ya maisha yako. Ninapomaliza utanipigia simu. Nikimaliza live hivi tu, nipigie simu, niandikie message yako, nikapate kukusaidia na maisha yako haitakuwa vile tena. Nimekwambia hapa ni sehemu ya maombi. Watu nakuja, tunajificha hapa, ni kando kando ya maji kabisa, mahali ambapo panaitwa Gorilla. Tunaomba, tunamuita Mungu na hakika maisha yako haitabaki kwa vile tena, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Wacha tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa rehema, nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama. Nasema ni asante kwa ajili ya nguvu zako na uwezo wako na utukufu wako. Bwana, naomba uponyaji wako na neema yako ikapate kwa juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kila madhabahu, kila maroho, kila mikosi, balaa zote nazivunja katika jina la Yesu Kristo. Namtangazia huyu anayenitazama uponyaji. Namtangazia neema isiyo kwa ya kawaida. Namtangazia kibali isiyo kwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu. Kuanzia sasa, wewe mgonjwa pona, wewe uliye na shida pata suluhisho katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, natangaza neema na utukufu wako upate kwa juu yake kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Unataka uniandikie message yako kwenye hiyo namba sasa, ama unipigie simu tuongee na wewe, na maisha yako haitabaki kuwa vile tena kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Shalom, 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 amen.